Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Tutasoma leo katika kitabu cha Mithali sura ya 3 na tutaanza ule mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Biblia inaandika kwa habari ya mtumaini Bwana. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Sasa unapomtumaini Bwana kwa moyo wako wote, Biblia inaeleza ya kwamba wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa maana ya kwamba tupo katika dunia ambayo kuna mambo mengi ambayo yanafanya akili itafsiri. Halafu akili kisha tafsiri, lazima akili ipeleke tumaini la hicho ilicho tafsiri, ipeleke tumaini hilo kwa Bwana. Kwa sababu kuna mawili, akili inaweza katafsiri. Usiju kadhani ya kwamba akili haifai. No. Akili ni kitu ambacho Mungu amekipa ili kuweza kutafsiri mambo na kuyajua yafanyikaje. Unajua, unapokuwa na ubongo ndio unaokuonyesha, unaokuambia kwamba haya ni maji. Kujua ya kwamba hayo maji uyanywe kwa namna gani, yana faida gani, hiyo ni akili. Lakini tafsiri ya kwamba haya ni maji inafanyika na ubongo. Akili ya umuhimu wa kunywa yale maji, unywe kwa kiwango gani, ni akili. Sasa Mungu pia anaeleza kwamba nitawapa akili katika mambo yote. Kwa maana gani? Kuna akili ya Mungu ambayo ikiingia ndani ya mtu inapeleka tafakari ama tafsiri ya vitu kwenye kumtegemea Bwana moja kwa moja. Lakini ipo hii akili ya kawaida ya kutafsiri, ya kutafakari vitu ambayo hata mtu ambaye hajaokoka anayo ya kutafakari na kutafsiri vitu anayo, ambayo yeye tofauti yake akisha tafakari na kutafsiri vitu kwa hiyo akili, anapeleka tumaini lake kwenye mazingira na elimu ya kawaida ya dunia hii. Sasa hapo ndipo kuzitegemea akili zako mwenyewe. Yani unazichukua hizo akili na kupeleka tafsiri yake kwenye uwezo wa kuona akili hiyo itasaidiaje kutatua hilo tatizo. Yani akili na tafsiri tatizo, akili inaanza kutafuta namna ya kutatua tatizo. Hilo ndio tatizo. Lakini kama akili kitafsiri tatizo halafu ikapeleka kwenye kumtegemea Mungu, akili kampeleka mtu kwenye kumtegemea Mungu kwenye ile tatizo, hapo tatizo hilo limeisha. Na ndio maana anasema hivi, endapo kama akili iliyotafsiri juu ya changamoto ya ndoa yako ikapeleka hiyo akili yako, wazo lake likaenda kwenye moyo kwamba mtegemee Bwana, unapoendelea kumtegemea Bwana, hapo namkiri yeye, na katika njia yako yote Bwana atayanyosha mapito. Lakini akili yako inaweza katafsiri, halafu ghafla ikakupelekea kwamba hii ndoa hii, yani kwa mateso yote haya, yani haya mateso haya, yani bora nijiue tu, haya mateso haya, yani bora maisha basi. Ujue tayari hiyo akili inatafuta njia ya kutatua tatizo kwa akili yake mwenyewe. Lakini unapoipeleka tatizo kwa Mungu, hiyo akili imetafsiri tu tatizo, lakini haijategemea akili kutatua tatizo. Imepeleka ile tatizo kwa Bwana. Ni akili ndio inayotafsiri ya kwamba biashara yangu haiendi vizuri. Ni akili. Lakini ukianza kutumia akili kutatua tatizo la biashara yako kutakwenda vizuri, ndipo penye uharibifu. Lakini ilibidi baada ya akili kutafsiri kwamba kuna shida kwenye biashara, akili ipeleke taarifa kwenye moyo wa mwanadamu, umtegemee Bwana katika kutatua tatizo la biashara inayoenda vibaya. Okay.
ni akili. Anasema hivi, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemea akili zako mwenyewe. Akili imetafsiri ya kwamba watoto wangu usalama wao ni mdogo sana, ni akili. Halafu akili inapeleka kwenye moyo umtegemee Bwana, ya kwamba akili itafakarishe moyo kwamba moyo, sikia, tumaini lako liko kwa Bwana. Moyo wangu mtumaini Bwana. Yani ni akili ndio inayosemesha moyo kwamba sikiliza, moyo mtumaini Bwana juu ya watoto wako, ya kwamba ni Bwana atakayewalinda. Usiogope, usianze kuogopa, ni Bwana atakayewatetea. Usiangalie mazingira, ni Bwana atakayewalinda. Akili inakuambia hivi, kama unaamua kutumia akili na kutegemea akili, inakuambia unajua, watoto wako wewe ukifa, watoto wako watakuwa kutangatanga. Akili inajaribu kutatua tatizo. Lakini moyo ukiamrishwa umtegemee Bwana, akili ikienda kupeleka taarifa kwa moyo kwamba moyo, sikia, mtegemee Bwana, uamini ya kwamba leo ujapokuwa hai ama ujapokufa, watoto wako watalindwa na Bwana, watoto wako watafundishwa na Bwana. Bwana ndio atakaye kuwa Mungu wa vizazi vyako. Tayari akili yako ikimtumainia Bwana, Bwana anaanza kudhihirika kwenye maisha yako. Na Mungu leo atusaidie tumtumaini Bwana kwa moyo wetu wote, wala tusitegemee akili zetu wenyewe zianze kutatua matatizo. Lakini katika njia zetu tunazozipitia, tumkiri yeye. Yaani akili yetu ipeleke taarifa ya kumkiri Bwana, ili mioyo yetu imkiri yeye, naye atayanyosha mapito. Mimi najua kwenye maisha yako unaweza kuwa unapitia mambo mengi sana ambayo kimsingi ukitafakari kwa akili unaona kabisa kuna mambo hayajakaa sawa. Lakini utatuzi wa yale mambo, usije ukaanza kutegemea akili. Mtegemee Bwana, mtegemee Bwana. Mtu mmoja amwambie Mungu, ninakuomba wewe nikutegemee kwenye kona hii. Mimi sijajua unapitia changamoto gani, lakini nataka niliitie jina la Bwana asubuhi ya leo. Nataka nikuulize, unaamini ya kwamba nitakapoliitia jina la Bwana, Bwana ataenda kuyanyosha mapito? Unaamini ya kwamba nitakapoliitia jina la Bwana asubuhi ya leo, kuna jambo kubwa Mungu anaenda kulifanya kwenye maisha yako siku ya leo? Nataka uamini ya kwamba ninaenda kuliitia jina la Bwana. Najua akili yako inaweza kuwa imetafsiri mambo mengi ambayo hayajakaa sawa. Akili yako inaweza kuwa imetafsiri namna ambavyo mahusiano yako ya uchumba hayajakaa sawa, ndoa yako haijakaa sawa, afya yako haijakaa sawa, watoto wako hawajakaa sawa, biashara yako haijakaa sawa. Akili imetafsiri kabisa. Kuna nyakati ambapo akili ilijaribu kwanza kutatua yenyewe, ndipo yalipokuja mawazo mabaya. Lakini nakuhakikishia leo ninaenda kuliitia jina la Bwana juu ya mambo unayoyapitia. Akili itakuambia hivi, inawezekanaje? Unakumbuka kama unasoma Biblia, kuna kipindi ambapo Samaria ilihusuriwa, halafu kukawa kuna njaa kubwa sana. Halafu watu wakaanza kulana wao kwa wao. Mfalme akachanganyikiwa, akamtuma mjumbe aende kwa nabii, akaulize. Akamwambia, nenda kwa Elisha nabii, kaulize haya mambo yataisha lini? Tumehusuriwa, haya mambo yataisha lini? Sasa yule alivyoenda kule akamwambia ya kwamba nimetumwa na mfalme niulize haya mambo, ama hii njaa itaisha lini? Halafu Elisha nabii akamwambia, mnamo majira kama haya kesho kutakuwa na chakula cha kutosha katika lango la Samaria. Yule bwana akauliza, hata Mungu mwenyewe akisema ashuke, jambo hili linawezekanaje?
Unajua yule mtu alitafsiri kwa akili, hakumtumainia Bwana, alianza kutafsiri kwa akili. Ni rahisi sana hata wewe nikakwambia kwamba naenda kutamka neno ukasema mchungaji hajui mapito nayoyapitia. Ninasema hivi, neno la kinabii nikienda kulitamka leo, hutaona tena mateso uliokuwa ukiyapitia, utaona yakiyeyuka. Sasa mtu mmoja asija akaingia kwenye kesi ya yule ndugu. Yule ndugu aliuliza hivi, itawezekanaje hata Mungu akishuka, we Elisha, hata Mungu akiamua ye mwenyewe aje, inawezekanaje kwa njaa ya namna hii eti kesho tu kukawa na chakula katika lango la Samaria? Asijue ya kwamba njia za Mungu ni nyingi sana. Njia za Mungu ni nyingi sana. Elisha akamwambia akasema, sikia, wewe utaona, kwa sababu hujaamini, utaona chakula kikiwepo lakini hutakula. Utaona chakula, yani utashuhudia nayoyaongea, lakini hutakuwa mnufaika wa hayo nayoyaongea. Nataka Bwana kusaidie wewe mnufaika wa haya nayoyaongea, uamini ya kwamba ninaenda kuomba kwa dakika moja na maombi haya yanageuza hatima ya maisha yako. Uamini ya kwamba kuna jambo litatokea. Angalia Mungu alivyofanya sasa. Mungu aliwafanya wakoma, ndio hapo napata stori ya vishindo vya wakoma. Wakoma wakaamua kusema, Bwana, wacha sisi tutoke tuielekee huko kambi ya Washami, twende tu tukaangalie, kama kufa tukafie huko, kwa sababu tutafia na njaa ndani. Ni bora tutoke tukafie na njaa tukiwa tunatafuta chakula huko nje. Bwana akawasikilizisha Washami kile kishindo cha wakoma, wakadhani ni jeshi kubwa sana, wakakimbia. Walivyokimbia wakaenda mbali, ndio mwanzo wa chakula kupatikana. Wale wakoma wakapata chakula, wakala wakashiba, wakaenda kuwaita na wengine, wakaja wakala wakashiba, wakachukua chakula wakakipeleka mahali fulani, watu waende wakale washibe. Sasa yule aliyekataa kusema itawezekanaje eti akapewa awe mlinzi kwenye lile lango ambalo ndani kuna chakula. Watu wana njaa hadi wanakulana wao kwa wao, halafu umewekwa mlinzi kuwazuia au kuwaambia aingie mmoja mmoja kuchukua chakula. Walimkanyaga kanyaga akafa hapo hapo. Aliona chakula lakini hakukila. Nataka Bwana akufanye wewe uwe mmiliki wa maombi haya nitakayoyaomba kwa dakika moja ijayo, halafu utashangaa yatakavyogeuza maisha yako. Nataka niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, tunakushukuru sana kwa neno la asubuhi ya leo la kukutumaini wewe Bwana kwa mioyo yetu yote, na wala tusitegemee akili zetu wenyewe. Umesema katika kila njia tunayopitia tukukiri wewe, nawe utayanyosha mapito. Mungu liye hai, ninaomba kwa neno la kinabii juu ya mtoto wako huyu na mapito yake yote anayoyapitia. Mungu, ninaomba ukanyoshe mapito. Roho Bwana, ninaomba na iwe neema katika jina la Yesu kwa mtoto wako huyu, na iwe nguvu katika jina la Yesu. Ninaomba neema izidi sana na kudhihirika kwa mtoto wako huyu, umsaidie na kumtetea, umpiganie na kumshindia katika jina la Yesu. Baba, asante kwa mafuta mabichi ambayo unayaachilia, ukayaachilia mafuta ya kumsaidia mtoto wako huyu akutegemee wewe katika njia zake zote. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa maana hakika yake unaenda kuyanyosha mapito. Ninaomba ukayanyoshe mapito ya kibiashara ya mtoto wako huyu, nyosha mapito ya kiuchumi, nyosha mapito ya kimahusiano, nyosha mapito katika ndoa yake, nyosha mapito katika afya yake, nyosha mapito kwa watoto wake, nyosha mapito yote aingiapo na atokapo. Ninatangaza neema juu ya kila unalolipitia. Ninalitangazia neema leo katika jina la Yesu. Bwana akakuondoe leo kwenye magonjwa, akakuondoe leo kwenye mateso, akakuondoe leo kwenye vifungo, akakuondoe leo kwenye hofu, wasiwasi na mashaka, akuondoe leo. Haijalishi unaonyeshwa nini cha kukuangamiza, hicho kinachokuangamiza, kinachokuonekanisha kinaenda kuyeyuka. Neno la Bwana linasema milima yayeyuka mbele ya uso wako Bwana. Ndivyo ambavyo mlima wa mtoto wako huyu unaenda kuyeyuka asubuhi ya leo, naye atakuona wewe katika ushindi mkuu, na mtoto wako atatoka kirukaruka kama ndama
wa mazizini. Baba, asante kwa neema hiyo na rehema hizo, katika jina la Yesu. Kila aliyeamini akapokea asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi kwa kuamini na kumwamini Bwana, utaishika sadaka yako nzuri, uikamilishe ibada hii na sadaka yako. Utamwambia Mungu kwamba sadaka hii mnipe kukukiri wewe, nipe kukuamini wewe kwa moyo wangu wote, nikukiri wewe katika hili jambo nalolipitia. Huo ni ushindi mkubwa sana, kumkiri Bwana kwenye jambo nalolipitia. Halafu muamini Mungu, sema Mungu, naamini ya kwamba tayari unayanyosha mapito, na utamshangaa sana Bwana. Basi utashika sadaka yako na kuituma hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.